Mambo yanapamba moto, mambo ulimwengu yanapamba moto. Karibu sana mpenzi mtazamaji, subscribe na weza kushare na weka kidole juu. Mimi ni The One Man Army. Napoendelea kusherekelea siku yangu ya kuzaliwa, birthday yangu, mpenzi mtazamaji, mambo yanaendelea kupamba moto. Amerika au Marekani imeamua kuichukua hiyo sehemu ya bahari ya Panama, kule nchi ya Panama. Kwa Kiingereza inaitwa Panama Canal. Kumbuka kule Misri kulikuwa na ile Suez Canal, kuko na ile Suez Canal ambapo ni ardhi ilikuwa imetengezwa, imetolewa michanga ili itengeze, ipatie nafasi maji, ndio bahari, ndio meli zipite. Vile vile hiyo sehemu kama hiyo ilitengezwa kule Panama, ndio inaitwa Panama Canal. Sehemu hiyo mali ya Amerika ya kibiashara, manuari za Amerika za biashara na za kijeshi, 85% inatumia hiyo sehemu. Sehemu hiyo Uchina ilikuwa inaithibiti. Amerika wameamua kuitwaa. Donald Trump ametangaza Panama itakuwa katika himaya hiyo, mahali ya biashara, si nchi nzima, hiyo mahali ya bahari, hiyo sehemu ya bahari, hiyo canal, Panama Canal, itakuwa katika himaya ya Amerika. Na tayari mkataba uliandikwa jana na juzi kuhusiana na Amerika kuisimamia na kuithibiti sehemu ya Panama Canal. Serikali ya Panama kupitia kwa rais wake Raul Miliano imesema kwamba wamechukua hatua hiyo ili kufaidika katika uchumi, katika biashara na Amerika. Kufanya hivyo itawezesha nchi hiyo uchumi wake iendelee. Lakini raia wa nchi hiyo bado wanaghadhabika, bado wanauguza majeraha ya mwaka 1989 ambapo Amerika ilivamia nchi ya Panama, ambapo watu zaidi ya 500 waliweza kupoteza maisha yao. Kufuatia kutangazwa na Amerika ya kwamba wataichukua hiyo sehemu ya Panama, manuari zake za biashara na za kivita zitakuwa zikitumia hapo. Wananchi wamekuwa wanasema ya kwamba hadhi ya nchi yao, yani sovereignty ya nchi yao, inatwaliwa na Amerika. Kwa hivyo wananchi wamekuwa wakifanya maandamano ya mara kwa mara tangu Donald Trump alipotangaza ya kwamba wataichukua Panama Canal. Na vile vile Uchina ambayo kwamba ilikuwa ikitumia hiyo sehemu sana, wameghadhabishwa na hatua ya Marekani kuichukua Panama Canal. Amerika imesema watachukua hiyo sehemu, na vile vile kutoka kuna ushirikiano ya kijeshi ambapo Amerika na serikali ya Panama wataweka wanajeshi katika sehemu hiyo kuilinda kutokamana na vitisho vya China ama ya Uchina. Sehemu hiyo inatumiwa 85% za meli za Amerika, na vile vile inatumiwa na 5% za meli za dunia zinapitia hapo katika hiyo sehemu ya Panama Canal. Hivi sasa ndio mambo ilivyo sasa. Kwa hiyo we, maoni yako mnasemaje? Unaona mambo Uchina itaweza kuja
kulipiza kisasi ama kutoka kwako na vita, manake China inaitegemea sana hiyo Panama Canal. Na vile vile kama tujuavyo, Amerika wameiwekea Uchina taarifu ya kibiashara, yani wameiwekea inaitwa au unaweza kusema ushuru wa kibiashara za bidhaa zake ya 125%. Hiyo ni kubwa sana duniani. Na vile vile Uchina pia naye imelijibisha, imewekea Amerika taarifu ya 125. The same. Wameenda draw. Alafu zile ushuru ambao kwamba Trump alikuwa amewekea dunia ameipiga break. Sasa ni Amerika na Uchina. Je, nani atashinda katika hii vita ya kibiashara? Saizi dunia iko katika vita vya biashara. Je, wasemaje kuhusiana na hilo jambo? Mimi ni The One Man Army TV. Ukiwa una jambo, una swali, unaweza kunirekebisha, unaweza kunikosoa, unaweza kunielimisha vile naweza kuiboresha hii channel yetu. Tupate kuelezana ndugu yangu kwa uzuri tu. Kwa taratibu tu. Ahmadi fanya hivi ama fanya hivi, fanya hivi. By the way, mimi naitwa Ahmadi Ramadhan, lakini channel yangu ni The One Man Army. Okay? Happy birthday to me. Kwa wale ambao kwamba wamenitakia, wamenipigia simu, wamenitumia kwa inbox yangu, wamenitakia those who have wished me a happy birthday, I really thank you people. I don't take this for granted. Thank you so much. May God bless you. This is The One Man Army. Tukutane kwa video nyingine. Thank you so much.